Jina langu ni Dr. Elisaria Palanjo. Katika mfululizo wetu wa uchambuzi wa kitabu ambacho kinaitwa Ishara za Viumbe katika Ulimwengu wa Ndoto, leo nitazungumzia kuhusu habari ya uchawi ambao umeunganishwa na paka. Kwa sehemu fulani kuna maeneo ambayo kimsingi ukienda huwezi kukosa paka. Moja ya haya maeneo ni maeneo ya utalii. Maeneo ya utalii ni maeneo ambayo uchawi unatumika sana, uchawi wa viumbe. Ninakumbuka tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 20 ilikuwa 2015 mwaka 2015 pale Morogoro, nilikuwa namuuguza. Ilikuwa ni kama tunamuuguza ndugu yetu mmoja, ilikuwa ni wanafamilia, tuko pale mida saa 3 kwenda saa 4. Kuna paka mmoja ambaye aling'ang'ania chini ya kitanda cha marehemu, na tulipompiga akaenda upande wa pili, lakini tulipompiga tena akarudi tena upande wa pili, na akawa anapiga kelele chini ya uvungu wa kitanda cha huyu bwana mgonjwa. Kipindi hicho alikuwa hajafariki, lakini masaa machache sana, mida saa 9, masaa machache akafariki. Huyu mgonjwa nilikuwa nimekaa pale kuanzia tarehe 24 mwezi wa 2 mpaka tarehe 3. Nilikuwa sijaona kituko, nilikuwa naona paka lakini sikuona kituko cha jinsi hiyo, na wale watu wana familia ambao tulikuwa nao pale waliogopa sana kwamba ni ishara gani. Na kumbuka kwamba kuwa katika hali ambayo ilikuwa ya kutisha sana, lakini ilipofika saa 9 alifariki. Unaweza kuona kwenye hiyo video clip ambayo iko mahali hapo, ni kama binti amelala kwenye moja ya maeneo ya utalii, aidha kwenye moja ya maeneo ya utalii ambayo yanatumika kwa ajili ya kuangalia wagonjwa. Lakini unaweza kumuona kwenye hiyo video clip, baada ya muda fulani anabadilika, anakuwa ni binti mzuri amekaa mahali pale, lakini baada ya muda mfupi anabadilika, anakuwa paka. Paka wengi ambao unaoona katika maeneo ya utalii sio paka ambao wamekosa vyakula useme kwamba wamekuja pale kusurvey. Sio wote ambao wana hiyo kazi, wengine wana kazi maalum. Kwa hiyo unapoenda hospitalini na kama una mgonjwa, ukimuona paka yoyote usimuone kama kiumbe cha kawaida. Hawa ni viumbe ambao wanabadilishwa, wanakuwa ni binadamu lakini wanabadilika, wanakuwa ni paka. Kwa hiyo wanafanya mambo ya kichawi pamoja na mambo mengine ambayo utapata katika kitabu cha Ishara za Viumbe katika Unabii wa Ndoto. Ni hiki ambacho tunakiita paka. Kwa hiyo kama ningependa kujifunza zaidi, basi tafuta kitabu hichi ambacho nimekiandika mwenyewe kwa msaada wa Roho wa Mungu. Kitabu hiki nimekiandika mimi Dr. Elisaria Palanjo. Asante.